na unaonekana na wanadamu wa kichawi. Tunasema mojawapo, tunasema tashakkuku fi kulli a'mali. Kwanza ni mtu kujihisi hovyo katika baadhi ya mambo. Mtu anakuwa anajihisi hata kama mkikaa mnaongea watu wawili, yeye kwa nini mkiongea tayari ashaanza kujihisi, wananasema mimi, wale wananasema mimi. Yani, na baada ya kuwa ameshajihisi hivyo, basi moja kwa moja kuja kuanzisha ugomvi. Mlikuwa mnaongea nini nyinyi? Mlikuwa mnanisema mimi nyinyi? Na kadhaa. Yani inakuwa ni tafrani. Kwa hiyo inakuwa ni waswasi ambao ni uchawi ambao tayari umeshaingia katika mwili wake. Shetani ameshajikita katika mwili wake. Kazi yake yeye ni kumletea wasiwasi, kuanza kumgombanisha na mume wake, kumgombanisha na mkewe. Hata kama mtu ulikuwa umesimama barabarani, labda umekutana na mama fulani ambao pengine ni ndugu yako au ni jirani yako, anakuuliza habari fulani iliyotokea mtaani, labda ni msiba na kadhalika, mkasimama tu mko mnaoliongea. Akapita tu mtu akaja kumwambia mke kwamba tumemwona mume wako amesimama na mtu fulani. Tayari wewe kwa sababu huku ulishakusha patwa na tatizo lile, tayari wasiwasi ushakuja kwako. Ushanuna, ushakasirika na nini. Tafrani, shida tupu yani. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani. Hali za namna hiyo zinapelekea watu wanagombana, wanafarikiana, wanazikimbia nyumba zao, wanaziacha mali zao, wanatelekeza familia zao kwa sababu ya uchawi, sihrul waswasi wa shaitani wasihriya, kwamba ni uchawi wa wasiwasi wa kishetani na wa kichawi. Licha katika mambo ya kimaisha, hata katika mambo ya kimaisha kwa ajili ya swala, ya ibada ya Allah tabaraka wa taala, mtu anaweza kaona kaanna yatawadda, kwamba yeye anatawadha, thumma yaudu alwudu, kisha anarejea tena katika udhu. Yani amechukua udhu, ameanza mikono vizuri, akaja ndani uso, akaja lakini akajikuta pale kama hivi, kweli mimi kichwani nilitia maji kweli? Yani anakuwa ni mtu wa kusahau, anakuwa wasiwasi, hivi mimi udhu wangu, mnaona udhu wangu haujakamilika. Anarudi tena kwenye bomba au kwenye machukulio udhu, na anakuwa katika hali za namna, anaweza karudia mara 2 mara 3. Hata kwenye swala pia mtu anasali, anajikuta ameshaghafilika, hivi nimesali rakaa 2 au rakaa 1. Kwa hiyo anajiona kwamba hana uhakika kwamba amesali rakaa 2, hana uhakika amesali rakaa 4. Matokeo yake anairudia tena sala kwa mara nyingine. Hii ni uchawi ambao unawapata watu wengi katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo tunasema biidhnillah tabaraka wa taala, ndo na mimi nikaamua kukuletea hali maelezo kama haya au darasa kama hili, ili mtu aweze kupata ufumbuzi. Au dhanna annahu lam yahiss alwudu, au mtu akawa nadhani kwamba udhu wake haujakamilika. Wa hakadha yashukku almarid, na hivi ndivyo ambavyo hata mgonjwa huwa anakuwa